Naitwa Ferdinand Mabula Machibia. Mimi ni mkuu wa shule ya afya kinywa na meno ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Matembezi haya ni muhimu kuwakumbusha Watanzania na ulimwengu kwa ujumla kwamba magonjwa ya kinywa na meno ni muhimu kupewa kipaumbele na kutibiwa pale ambapo inabidi. Kwa hiyo tunasisitiza wananchi kuzingatia kutunza vinywa vyao na kufanya afya ya kinywa iwe bora kwa ajili tu, sio kwa ajili ya afya ya kinywa na meno, lakini ni kwa ajili ya afya yao yote. Na tafiti zimethibitisha kuwa baadhi ya vimelea vya magonjwa vinavyoathiri moyo na sehemu zingine za mwili yanatokana na vimelea ambavyo vinapatikana kinywani kwa binadamu. Kuna visababishi mbalimbali vya matatizo ya kinywa na meno. Tunapoongea matatizo ya afya ya kinywa na meno, sio kutoboka jino tu, bali kuna matatizo ya fizi, kuna matatizo ya kuvunjika taya, yani na ajali zinazotokana na harakati za maisha ya kila siku. Lakini kuna matatizo kama ya kansa ya kinywa na meno, na kuna matatizo mengine ambayo yanaweza kuathiri sasa meno kutoboka na yanaweza kuwa ya level mbalimbali. Sasa visababishi ni tofauti mbalimbali, vikiwemo matumizi ya sigara, matumizi ya tumbaku au kwa kama ugoro, au hata kunywa pombe na vitu mbalimbali ambavyo vinasababisha pia magonjwa ya mwili kwa ujumla. Lakini pia kula kwa sukari kwa wingi nacho ni kisababishi muhimu katika magonjwa ya kinywa na meno, hasa kutoboka kwa meno. Serikali iendelee kuwekeza katika elimu ya wataalamu wa afya ya kinywa na meno, lakini na wataalamu wa afya kwa ujumla, ili afya ya jamii yetu iimarike. Sisi Watanzania wote hapa, taarifa au takwimu tulizonazo kutoka tafiti, 79% tulishakuwa na matatizo ya kinywa na meno, hasa kutoboka meno. Achilia matatizo ya kuwa na magonjwa ya fizi, magonjwa ya kupata uvimbe, kuvunjika mataya na makansa ya kinywa na meno. Kwa jambo moja tu, yani kutoboka kwa meno, linaathiri Watanzania 79%. Kwa unaweza ukaona ukubwa wa tatizo la magonjwa ya meno. Kwa sisi hatuwezi kukaa tu maofisini bila kutoka nje na kuambia Watanzania kwamba tatizo lipo. Kwa majina naitwa Sara Mwinyi, ni kiongozi wa Resources Management and Partnership kwenye taasisi binafsi inaitwa Kinywa Salama Initiative. Tunafanya masuala ya kutoa elimu ya kinywa na meno tumeshafanya sehemu mbalimbali hapa Tanzania. Tumefanya kwenye mashule mbalimbali, kwenye vitengo vya afya tunapotoa huduma kwa mama wajawazito. Tumeamua kuja hapa leo Don Bosco Youth Center kutoa afya ya kinywa na meno kwa watu wote ambao wataamua kushiriki siku ya leo nasi, kama kitendo cha kuadhimisha siku ya afya ya kinywa na meno duniani ambayo inafanyika tarehe 20 mwezi wa 3 kila mwaka. Kwa majina naitwa Tubulile Mlimba, ni mwanafunzi wa daktari mwaka wa 4, na siku ya leo tumekuja hapa Don Bosco tunaadhimisha siku ya afya ya kinywa na meno duniani. Kwa hiyo tumefanya matembezi ambayo ni kama vile kuwaweka watu kuweza kutambua umuhimu wa afya ya kinywa na meno, kwa sababu una uwezo mkubwa wa kuweza kuathiri afya ya jumla ya mwananchi yoyote yule. Nitoe rai
kwa serikali kuweza kuhamasisha watu kuweza kufanya uchunguzi wa kinywa na meno, kwa sababu kuna uhusiano mkubwa kati ya afya ya kinywa na meno na afya ya jumla ya mtu yoyote. Kwa majina naitwa Maximilian Kileo, natokea Mora Pharmaceutical. Ni moja ya wadhamini kampuni ambayo leo inahusika na uuzaji na usambazaji wa dawa. Sisi tupo kitengo cha meno katika madawa ya meno, na leo tupo katika matembezi haya ya afya ya kinywa duniani, tukishiriki kikamilifu matembezi haya kwa lengo la kuhamasisha utunzaji na uangalizi wa afya ya kinywa na meno.